نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق، باب جوازه للحاجة وكراهته من عدمها وطاعة الوالد فيه. Tunaendelea na kitabu chetu Muntakhal Akhbar katika ukurasa wa 539 wa kitabu changu hiki. Leo katika siku hii ya Ijumaa ya kwanza katika mwezi huu wa Shaabani wa mwaka 1447 tupo katika kitabu talaq. At-talaqu huwa halu uqdati at-tazwiji bialfadhin au bilafdhin makhsus. Ndio maana talaq katika sheria. Talaq maana yake ni kufungua fundo la mafungamano ya ndoa kwa tamko maalum. Ni kwamba kama tunavyoingia katika ndoa kwa tamko maalum la zawajtuka, na vile vile mtu anatoka katika ndoa kwa talaka kwa tamko la talaqtuki, kumwambia mkewe hivyo. Hiyo ndio maana talaq. Talaq ilikuwepo tangu wakati wa jahiliya, kabla haujaja Uislamu. Talaq ilikuwepo, lakini ilikuwa kwa mujibu wa taratibu zao wao watu wa jahiliya. Ulipokuja Uislamu nao ukathibitisha kitu talaka, ili ionekane kwamba ndoa sio kama vile wanavyosema watu pingu za maisha. Hapana, ndoa ni makubaliano maalumu baina ya mke na mume. Ikisilihi basi ndio shaslihi, hayakusilihi basi panatafutwa ufumbuzi mwingine. Talaka ina masharti. Huwezi kuwa zungumzia talaka mpaka kwanza apatikane mume. Mume ni mwenye haki ya kuacha. Mume ndio anayeacha, ndiye aliyooa na ndiye anayeacha. Kadhalika apatikane mke. Haiwezekani mtu kusema kamwacha mwanamke ambaye hakumuoa aseme kamwacha. Hapana, mpaka amuoe awe ni mke, hapo ndio itakuwa ni talaka. Nyingine sigha ni tamko maalum, amwambie talaqtuki, na nyingine matamko ambayo yanahitaji nia. Hiyo ndio talaka katika sheria ya Kiislamu. Talaka si jambo zuri, kweli limeruhusiwa na ruhusa, lakini kwa hakika si jambo zuri wala si jambo la kuchezewa katika ndoa. Ukisoma Qur'ani utaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaweka sura maalum, Suratun Nisa, ambayo ina aya 176, na kuna vile vile Suratut Talaq ina aya 12, ambayo pia hii wengine Suratut Talaq wanaita Suratun Nisa ndogo, kwa sababu yote haya ni kutaka kulinda haki za mwanamke ambazo mara nyingi zinachezewa hata katika masala, hasa katika masala ya talaq. Haki za mwanamke mara nyingi katika talaka zinachezewa, na hiyo inakutokana kwamba mtu anapotaka kuoa anakwenda kumtafuta mwalimu popote. Anaweza akamchagua mwalimu akamchukua kutoka katika Gongo la Mboto akamharimia aje kumuozesha, anafundishwa zawajtuka, lakini wakati wa talaka anakurupuka tu, anaacha. Wakati talaka ni swala gumu kuliko hiyo ndoa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwalinda wanawake
kaweka sura maalum surati Nisa na aya 176 na surati Nisa ndogo ambayo ni surati Talaq ina aya 12. Talaq sio uamuzi wa mwisho, si kwamba baada ndoa haraka haraka mtu afikirie kwamba kuna talaka iwe ndio marejeo yake. Hapana, sio lengo la ndoa. Lengo la ndoa sio talaka. Lengo la ndoa ni kudumu naye mke mpaka siku hiyo umul qiyama uwe naye, awe ni mkeo tangu hapa duniani mpaka kesho katika pepo. Kwa hiyo talaka si uamuzi wa mwisho. Kuna mambo ambayo yatakiwa ayapitie kwanza Muislamu. Ikiwa haikuwezekana, hapo ndio uamuzi unakuwa ni wa talaka. Anasema azza sha'nu, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadhribuhunna. Iwapo nyinyi mna hofu ya kwamba mwanamke huyu au mke huyu haingii katika toa ya mumewe vizuri, atakuwa ni uasi, basi bado hujapata sababu ya kumwacha mke haraka haraka, si masuala ya kukurupuka. Kwa hiyo kwanza fa'idhuhunna, umuonye, umpe mauidha, huenda akabadilika akafuata maelekezo yako. Akiendelea huwa ni mjeuri, asikii, basi wahjuruhunna. Unayo haki mume kumuhama katika malazi, ukawa ulali naye kitanda kimoja, ukalala chini au katika kitanda kingine, au kahama japo chumba ukenda chumba kingine, lakini si kuhama nyumba ukenda nyumba nyingine, wala kumuhama kabisa ukamwacha yeye ukenda kwa mke mdogo. Hiyo itakuwa ni khiana. Hayo mambo yenu wenyewe hapo hapo nyumbani tu, yasitoke nje. Unamuhama akiona hivi kwamba mume wangu amekasirika, anaweza akaishi kitu. Wadhribuhunna, anayo nafasi ya mume kumpiga mke, lakini sio kipigo kile cha kumpiga kama kipigo cha mbwa koko. Hapana, kwa lugha kisasa unampiga kiasi fulani tu kuonyesha kwamba kweli mume wangu hapa kakasirika mpaka ananipiga. Huenda akabadilika akafuata toa kama inavyotakikana. Zote hizi ni hikma zake Allah azza shana, kutaka ndoa baina ya mke na mume idumu. Malengo ya ndoa ni kwamba iendelee mpaka hiyo siku ya hisabu. Ikiwa hatawati hizi hazikuwezekana, basi fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kwa hiyo kesi ifike kwa wahusika, msimamizi upande wa mke, wadi wake au mfano wa nafasi yake, na upande wa mume, wakae wazungumzie kadhia yenu watu wawili. Ikitokea hali kama hii ya kutokuelewana baina ya mke na mume, wanachukuliwa waamuzi wawili, upande wa mume na upande wa mke. Hawa ndio wanaokuwa na haki ya kuzungumzia kadhia nyumbani, si kwenda mahakamani wala si kwenda kwa kadhi. Wewe uende kuomba talaka bwana, unataka watu kuleta sulhu. Na ukiangalia kwa hali ya leo ilivyo, ukienda kwa hao unaoona wataingilia kesi yako, kuzungumzia watu ambao hawahusiki kwa upande wa mume wala mke, waweza wakaivuruga ndoa yako, kavurugwa, ukatoa talaka, mke akaolewa na mjanja kwa sababu amekuzidi kwa ujanja. Kwa hiyo fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan. Na baraka ndani yake masala haya kafika hadi ya kuzungumziwa na watu wawili, waamuzi wawili, ujue ndani yake pana baraka. Kwa hiyo in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, wakiwa nia yao nzuri, wana lengo la kutaka sulhu, hawataki kuivunja ndoa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawafikisha. Hiyo ni hatua, hizo ni hatua ambazo zimewekwa ili talaka iwe ni uamuzi wa mwisho, ni uamuzi wa mwisho. Ikiwa haikuwezekana, pia ikitokea talaka, pia sio hapo kwa hapo. Haiwezekani muache mke hata akiwa katika siku zake. Ni haramu kumwacha mke akiwa katika siku zake.
na mbele tutazungumzia sheria hiyo. Na yote ni kwamba sio mkigombana tu talaka haraka, akiwa mke yuko katika siku zake ni haramu kumwacha. Na vile vile kama mumuingilia, sio tu baada ya kumuingilia haraka unampa talaka, la, kuna kipindi maalumu. Haya mambo yanahitaji mtu anapotaka kumwacha mke kwanza arejee watu wanaojua mambo haya katika sherehe za dini, isionekane ni jambo la maamuzi kwa kubwa utaki, sasa unaamua wewe unavyotaka. Na pia sasa ikitokea bahati mbaya talaka, pia bado nafasi ipo utaka kuilinda ndoa, kuna idda tena inapotakikana. Mke huachwa talaka moja tu, sio talaka tatu. Talaka moja tu ndio talaka ya sunna, umwache talaka moja. Ili nini? Kipatikane kipindi cha idda, na muda wa idda mke bado yuko nyumbani. Yote hizi sababu za kutaka kujaribu kuyapoza mambo, ndoa iendelee upya. Allah azza shanu anapenda ndoa yenu iendelee, nyinyi tu ndio mnapenda ndoa ivunjike. Kwa hiyo muda wa idda ule anaweza kumrejea mkewe, na mke wakati huo yuko nyumbani. Hatawati kama hizi zilizozungumzia. Pia kuna njia nyingine, itakuwa ni hatua ya 7. Kama mnakumbuka kunyuma tulizungumza hadithi Bibi Sauda radhiallahu anha, alipoona kwamba nishakuwa mtu mzima, siwezi kumhudumia mume wangu ambaye ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akakubali kutanazal, kusamehe haki zake. Na vile vile ikitokea hali kama hiyo, mke akiona kwamba hapa ndipo sitimizi haki za mume, labda nauguliwa na mama au baadhi ya mambo ya lazim, anayo nafasi ya kukubaliana na mumewe. Kama mumewe na mke wa pili, basi zile haki apewe ile mke wa pili, ili mradi nini? Kulinda ndoa, sio haraka tu niache. Kitu hicho hakitakikani katika sheria. Unapoteza nafasi ambayo una haki kuitumia. Inatakiwa ndoa iendelee mpaka siku hiyo ya watu kuingia peponi, kwani mwanamke ana nafasi kubwa sana kwa mumewe. Mwanamke katika watu, mwanamke akiwa mwema mcha Mungu, anaweza kumtakia shafaa mumewe. Muda kwa mumewe ni Muislamu, anaweza kumtakia shafaa, akaondolewa katika hali mbaya akaja katika hali nzuri, au katika pepo ya chini akapanda katika pepo ya juu. Nafasi kama hii unaipoteza, haitakikani. Talaka tumesema ni kitu ambacho ni halali, lakini pamoja na kuwa ni halali, kuna sheria inakuja katika hali leo unayopomwacha mke. Kuna wakati mubah, mwenyewe ukaona kwamba mimi naona siwezi kuishi naye na sababu zangu, ukamwacha mke, unaweza kumwacha mubah. Lakini kuna talaka haramu, kama tulivyoitaja nyuma, kumwacha katika siku zake ni haramu. Talaka lakini haramu, unapata dhambi. Pia haitakikani kumwacha kwa talaka 3 kwa mpigo. Masala ya talaka yatakiwa yazungumziwe, hata juu ya mimbar yazungumziwe. Nakumbuka almarhum Sheikh Abdul Aziz bin Salih rahmatullah alayhi, alikuwa ni imamu katika masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nimemsikia kwa masikio yangu akazungumzia talaka, vipi unakwenda kumwacha mke talaka 3 mara moja. Masala kama haya yanahitaji wanazoni wayakemee, tuelimishane sisi sheria ya Kiislamu hata juu ya mimbari. Kuna talaka ambayo ni makruhu, akiwa mke na unashaka naye, labda hakutulia, mwendo wake si mzuri, ingawa huna dalili za kutosheleza, kimwacha hiyo si tamadhi. Na kudhia talaka makruhu ni kumwacha mwanamke ambaye yeye hana sababu za kumwacha, wewe mwenyewe tu ghafla tumemwacha kwa sababu zako maalum, hiyo ni makruhu. Lakini talaka mustahabi ni hiyo ya mke ambaye unashaka naye kwamba hajatulia, mwendo wake si mzuri na huna dalili za kutosheleza, basi ni mustahabu, ni sunna kumwacha, baraka itapungua nyumbani. Na kuna talaka ya wajibu,
wakati huo sheria inakulazimu mwache mke. Akiwa sasa ugomvi unaendelea hadi ya kuwa umewaita waamuzi upande wake na upande wako wewe, wakakaa wakajadiliana, hatimaye wakasema hapa naona hapa hakuna ndoa, wakatoa amri wale kwamba ampe talaka yake, basi itakuwa ni wajibu, una haki ya kungania. Ufahamu kama somo la talaka ni somo ambalo kwamba ni kubwa sana, na talaka anayemiliki talaka ni mume ndio mwenye talaka, ndio alioa. Arijalu qawwamuna ala nisa, wao wanaume ndio wasimamizi. Pia kwa hikma, talaka kama ingepewa mwanamke ingekuwa hakuna ndoa, maana mara tu mwanamke kuna watu wengine wakiwa katika siku zao wanakuwa wakali, mkigombana kidogo, nipe talaka yangu, yaona talaka jambo dogo sana. Wengine wakiwa wajawazito, basi kama hivyo nipe talaka yangu, ingekuwa talaka nyingi sana kama amri ingekuwa iko kwa mke. Lakini mwanamume kidogo anaweza kuvumilia, akatoka kidogo, akapunguza hasira zake, akarejea, mambo yakazidi. Talaka ni jambo ambalo kwa analitaka haraka mke kwa hasira, alafu yeye ndo anailia, akishaachwa analia. Zamani kulikuwa hikaya, zamani kulikuwa katika kijiji fulani kuna mwanamke kapewa talaka na mumewe, kila akipita barabarani anauliza, mama nani, bado saizi unaenda wapi? Asema sina kwa Chibwa. Ndio kwa watu wa pwani watano, nimeachwa. Akaniambia vipi, mbona kila muulizaye sina kwa Chibwa? Ujue kwamba talaka ni kipigo kikubwa sana, si jambo la maskhara. Kwa hiyo ngazi kama hizi zinatakiwa zipitiwe mpaka hapo utakapofika mahala tena uamuzi ukifika, basi hapo ndio talaka ipatikane. Na tuendelea na hadithi wa kitabu talaqi. Hiyo ndio talaka, ni kama utangulizi tu, nimeutoa utangulizi kirefu ieleweke kwamba swala la talaka ni swala gumu. Mshauri kwamba rahisi sana tukuacha. Kuna hikaya fulani inazungumzwa ambayo imo katika vitabu vya sira kwamba eti sahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na mjukuu wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, eti ilikuwa yeye ana tabia kuacha mpaka inaambiwa baba yake akapanda juu ya mimbari akasema, huyo Hasan mwanangu msimpe mke huyu ni mitlaq. Neno mitlaq kwa Kiarabu ni mume anaacha, anapenda mno kuacha. Habari kama hizi kwa hakika zimo katika vitabu vya sira, lakini si za kukubalika haraka. Kuna wanaozikubali, lakini pia vile kuna wanazoona wamezikataa, kwa sababu ujue Al-Hasan bin Ali ni sahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, si mtu wa kuchezewa. Talaka haiwezi kuwa kwa mtu mcha Mungu kama huyu, na kama kweli natokea basi takuwa naacha, na kwa sababu ya kutaka nini? Kujenga uhusiano mzuri katika da'wa. Lakini sio kwanza, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa nayo tabia hii. Hasa Al-Hasan kawarithi kwa nani? Haya ni maneno yapo katika vitabu vya sira, na vitabu vya sira vya tarikhi huwa mara nyingi hatuvitegemei kama tunavyotegemea vitabu vya sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayari wanasema babu jawazihi, mlango wa kubaini kwamba inajuzu wakati mwingine talaka inajuzu, ikawa mubahu, si makruhu wala si mustahabu, inajuzu. Lakini anasema lilhajati, kwa ajili ya haja. Hapa kaelezea shekhe kwamba inahitajika haja, si kukurupuka tukumwacha mke bila haja maalum. Akasema wakarahatihi maadamia, na vile makruhu kumwacha mke ikiwa hakuna haja, ni makruhu. Hawa wanaitwa dhawaquna. Mara kaoa kaacha, sio sifa nzuri ya Muislamu. Kisha akasema wa ta'ati alwalidi fihi, na kufuata amri ya baba anapotoa amri kwamba huyo mke mwache. Natokea wakati mwingine, itakuja mbele tutazungumzia kirefu hicho.